Na mtazamaji, asante sana kwa kuwa pamoja nasi kuanzia pale 12:30 za asubuhi ambapo mwenzangu Mary mwana wa Yuda alikuwa naye katika kipindi hiki cha kahawa au chai. Na mara hii ni sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kahawa au chai katika meza ya majadiliano. Huwa napenda kuita meza huru, meza ambayo tunakuwa na wadau mbalimbali, serikali, kada mbalimbali, lakini hata wale pia wasio kwa serikali basi wanakuwa na jambo lao. Wanaona ni vyema kutumia meza hii ya majadiliano kuzungumza kuhusiana na kile ambacho wako nacho kwa siku hii ya leo. Karibu tuambatane pamoja. Mimi ni Anet Nyoni, na katika sehemu hii ya pili katika meza ya majadiliano hii leo pamoja nami hapa nipo na ndugu Edson Isanya ambaye yeye ni meneja msaidizi wa huduma kwa mlipa kodi kutoka mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA, mkoa wa Kikodi. Mnaitaga mkoa wa Kikodi Kariakoo. Mkoa wa Kikodi Kariakoo. Mkoa wa Kikodi Kariakoo. Niko naye hapa ndani kuzungumza mengi tu, lakini kile ambacho tunakwenda kuzungumza siku hii ya leo mtazamaji, ni kuhusiana na malipo ya kodi kwa awamu na uwasilishaji wa ritani kwa wakati. Nitairudia tena, hiyo ndio mada ambayo tuko nayo siku hii ya leo, malipo ya kodi kwa awamu na uwasilishaji wa ritani kwa wakati. Ritani ni nini? Pengine haufahamu, lakini pengine hata kodi pia na yenyewe huwezi pengine afahamu labda manufaa yake, na pengine kwa namna moja ama nyingine wakati mwingine hata hiyo inakufanya ushindwe hata kudai risiti pale ambapo unakuwa umepewa huduma mbalimbali. Lakini pia hata kama ni mfanyabiashara pengine umuhimu huo haufahamu, hata unaona pia hakuna umuhimu, labda kwa nini nitoe risiti kwa huyu ambaye ninamhudumia. Sasa moja kwa moja tukianza kwa kujenga msingi kwa mada yetu ya siku hii ya leo, Bwana Isanya, pengine kwa faida ya wale ambao wanatutazama kwa wakati huu hapa waweze kufahamu japo kwa uchache tu kufahamu pengine nini maana ya kodi, lakini pengine na umuhimu wake hasa katika ujenzi wa taifa. Asante sana ndugu mtangazaji. Kodi maana yake ni mchango wa lazima ambapo Mtanzania yeyote ambaye anapata kipato anatakiwa kukilipa, au Mtanzania yeyote anayepata huduma, anayenunua huduma au anayenunua vifaa au bidhaa mbalimbali analipa kodi. Tayari anakuwa analipa kodi katika utaratibu ambao serikali imeweka. Kwa hiyo tunasema kwamba kodi ni ile tozo ambayo mfanyabiashara anailipa kwa lazima, na lengo kubwa ni kuchangia pato la serikali. Kama unavyojua, serikali inaendesha shughuli mbalimbali za maendeleo, na ili kuweza kutekeleza majukumu yake hayo ni lazima mfanyabiashara yeyote ambaye anapata kipato analipa kodi. Na sio mfanyabiashara tu, hata wafanyakazi. Mfano, chukua mfano mzuri, wafanyakazi wanalipa kodi kupitia mishahara tayari, kwa sababu ile mishahara kwao ni kipato. Kwa hiyo tunaweza kusema maana ya kodi kwa uwepesi au kwa lugha nyepesi ndio hicho ndio hiyo ambayo amezungumza. Na mtazamaji, ni msingi huo ambao tumeujenga hii siku hii ya leo, pengine kama ufahamu kodi lakini na umuhimu wake Bwana Isanya hapa amezungumza. Na pengine tufahamu, je, unaweza kutuelezea aina mbalimbali za kodi ambazo zinatozwa na mamlaka ya mapato hapa nchini Tanzania? Asante. Serikali ina mifumo mbalimbali imeweka kwa ajili ya utunzaji wa kodi, na tunazo aina tofauti za kodi, lakini hizo aina tofauti za kodi tumeziweka katika makundi makuu mawili. Kuna kundi la kwanza la kodi ya moja kwa moja, kwa Kiingereza tunasema direct tax. Hii ni ile kodi ambayo inalipwa na yule anayepata kipato moja kwa moja. Mfano mzuri ni wafanyakazi. Mfanyakazi anapata kipato kupitia mshahara, analipa kodi ya mshahara ambayo ni pay as you earn. Lakini vile vile kuna wafanyabiashara, wanafanya biashara, wanapata faida kwenye biashara zao. Baada ya kupata faida, kile ndio kipato kutokana na biashara. Basi atatakiwa kulipa kodi. Hiyo ni kodi ambayo tunaita kodi ya moja kwa moja. Lakini kuna ile kodi ambayo sio ya moja kwa moja. Kodi ambayo sio ya moja kwa moja ni ile ambayo inalipwa na mlaji wa mwisho. Tutoe mfano wa kodi ya ongezeko la thamani au ushuru au VAT. Kwa jina la Kiingereza kodi ya ongezeko la thamani tunaita VAT, value added tax. Na maana kuna thamani imeongezwa kwenye bidhaa au huduma, basi ile inalipwa na kila Mtanzania anayepata ile huduma au ile bidhaa. Nitoe mfano, nimeenda restaurant kwa ajili ya kula chakula kilichopikwa. Yule mtu wa restaurant kama tayari amesajiliwa na kodi ya ongezeko la thamani, ninapolipa ile hela ya kununua kile chakula na nikadai risiti yangu yenye FD, tayari pale nimeshalipa
kodi ya ongezeko la thamani, ambayo hiyo nasema ni indirect tax. Kodi ambayo sio ya moja kwa moja, ni kodi ambayo nimeilipa kwa kupata huduma au kwa kununua bidhaa. Kwa kifupi unaweza tukasema hizo ndizo kodi ambazo aina tofauti ya kodi ambazo tunazitoza ndani ya mamlaka ya mapato. Naam. Na pengine mtazamaji, na wewe utakuwa na maswali, una maoni, kuna nambari hapo unaiona ambayo inapita chini ya runinga yako. Unaweza kutuma swali lako ama maoni yako kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza siku hii ya leo kwa nambari ya 0742773444. Nitairudia tena, nambari ni 0742773444. Kwa nambari hiyo hapo unaweza kutuma basi maoni, ushauri, lakini pia kama ni mfanya biashara, alafu kuna sehemu pengine uelewi, lakini pia kama ni mteja ambao unakuwa ukinunua bidhaa mbalimbali na hauelewi katika maeneo fulani hivi ya kodi, basi tuko hapa na meneja, yeye atatujuza tu kwa kina yale ambayo tutaweza kuyafahamu. Lakini pengine tuelezee sasa namna ya ulipaji wa kodi ya mapato na tarehe muhimu za ulipaji pengine wa kodi hizo. Asante ndugu mtangazaji. Utaratibu wa ulipaji wa kodi ya mapato ambao tumejiwekea kama mamlaka ya mapato, na hii tumeweka kwa ajili ya kuwarahisishia wafanyabiashara kulipa hizo kodi kwa awamu tofauti tofauti. Na hii inatokana na kwamba mfanyabiashara pale tunapoanza mwaka analeta makadirio ya awali. Kwa kizungu tumezoea kuita provisional estimates. Basi atatuletea yale makadirio yale ya awali kwamba anategemea kwa kipindi cha mwaka huu atatengeneza faida ya kiasi fulani, kwa sababu atakuwa tayari ameshafanya projection ya biashara yake. Hiyo yani ni matarajio. Basi ile kodi atakayokuwa ameileta kama matarajio tutaigawa katika vipindi vinne vya miezi mitatu. Na hii inategemea na yeye mfanyabiashara anafunga mwaka wa biashara mwezi gani au tarehe ngapi. Kwa wale ambao wanafuata kalenda hii ambapo kwamba mwaka wake wa biashara unaisha tarehe 31 mwezi Disemba, basi makadirio ya awali atayaleta kabla ya tarehe 31 mwezi wa 3. Na hapo ndo awamu yake ya kwanza ya malipo itakapoanzia tarehe 31 mwezi wa 3. Awamu ya pili itafuata tarehe 30 mwezi wa 6. Awamu ya 3 itafuata tarehe 30 mwezi wa 9, ambao ndo huu mwezi tulionao. Tunahimiza sasa wafanyabiashara kutekeleza takwa lao la kisheria la kulipa ile kodi ya awamu ya 3 kwa wale ambao wanafunga mwaka kwa kutumia kalenda hiyo. Na awamu ya mwisho itakuwa ni mwezi 31 Disemba. Lakini kuna wale ambao wanafuata mwaka wa serikali. Serikali inafunga hesabu zake tarehe 30 mwezi wa 6. Ina maana yule ambaye hesabu zake anafunga tarehe 30 mwezi wa 6, maana yake makadirio yake ya kwanza ya mwaka yataangukia tarehe 30 mwezi wa 9, ambao ni mwezi huu. Kwa atatakiwa kuleta mahesabu yake ya awali kabla ya tarehe 30 mwezi wa 9. Na awamu ya pili itakuja mwezi Disemba, ya 3 itakuja mwezi Machi, na ya 4 itakuja kumalizia mwezi wa 6 pale ambapo tunafunga mwaka. Kwa hiyo tumeweka hivyo, na lengo kuu ni kuwarahisishia wafanyabiashara waweze kulipa kidogo kidogo kulingana na mwenendo wa biashara yake. Na tuwaweke sawa wafanyabiashara kwamba makadirio haya au wakati wanakuja kulipa makusanyo haya tunakusanya kwa kutumia control number. Kwa hiyo kuna ambayo anapopata ile makadirio yake kwenye ile assessment tayari inakuwa na namba ya ulipaji kila awamu tayari na control number yake, ambayo ile control number zinaanza na namba 9984 alafu namba zinaendelea. Kwa hiyo awamu ya kwanza utakuta pale na control number yake, awamu ya pili na control number yake, awamu ya 3 na control number yake, awamu ya 4 na control number yake. Na kwa nini tumefanya hivyo? Tumefanya hivyo ili kumpunguzia zile movement za kutoka kwenye eneo lake la biashara kuja mamlaka ya mapato kuja kuomba control number. Kwa hiyo anapopata ile karatasi yake ya awamu ile ya makadirio yale ya awali aliyotuletea, tayari inakuwa na control number za kipindi chote cha miezi cha mwaka mzima kwa kota zote 4. Maana yake ni kwamba yeye ikifika kile kipindi yeye atatakiwa ni kuangalia tu control number yangu ya kipindi hiki ni hii, basi anaweza kaingia kwenye namba yake kwenye simu yake ya mkononi akaingia kulipa kwa kutumia M-Pesa, Tigo Pesa, au akaingia kwa kulipia benki. Usingizo watu tuna sim banking. Kaingia sim banking au NMB mobile ukalipa, au kaenda kwa wakala ikakurahisishia. Lakini huna sababu ya kuja tena ofisi za mamlaka ya mapato. Ingawa na sisi kama mamlaka ya mapato tumejiongeza. Ikifika kipindi kama hiki tumekuwa na utaratibu wa kutuma message. Tunatuma message
za kawaida, lakini ile message itakuwa imekupa ile control number pamoja na kiasi cha kodi ambacho unatakiwa kukilipa kwa kipindi husika. Kukumbusha kwamba muda wako wa kulipa awamu ya mwezi wa 9 imefika. Kwa hiyo tukikutumia ile SMS itakuwa tayari na control number inayo indicate namba ya malipo, lakini na kiasi ambacho unapaswa kukilipa. Awali hapo wakati unazungumzia hivyo, izungumzia swala zima la makadirio kwamba unajikadiria vipi kama kwa mfanyabiashara huyo ambaye pengine nimejikadiria kiasi hiki lakini sijafikia kiasi kile ambacho nimejikadiria. Hapo namna gani mfanyabiashara huyo atalipa? Asante sana ndugu mtangazaji. Tuna swala la kutunza kumbukumbu. Naam. Utunzaji wa kumbukumbu kwenye biashara ni swala la msingi sana ili kukupa picha halisi ya biashara yako. Ndio ule usemi wa Kiswahili wanasema mali bila daftari upotea bila habari. Kwa hiyo ni vyema ukatunza kumbukumbu zako. Zile kumbukumbu zako zitakuonyesha kwamba hiki nilichojiwekea, je, kinaweza kikawa ni sawa? Kama ni sawa, basi utakuwa hauna haja ya kumpa taarifa kamishna. Lakini kama biashara unaiona iko chini, basi kuna room ya kumnotify kamishna kwamba kulingana na hali ya biashara unayoiona hiki kiasi ambacho nimejiwekea ni kikubwa. Then unapewa room ya kufanya marekebisho ya yale makadirio ili yaendane na uhalisia wa biashara yako. Na marekebisho yanatakiwa kufanyika kabla ya mwaka kuisha. Kabla ya mwaka kuisha ndio unapoenda unafanya. Kama makadirio uliweka ya chini, basi kama uliweka ya chini unaona kwamba faida ni kubwa, basi unaruhusiwa kuyapandisha. Na kama ni ya juu sana uliyaona umeweka ya juu kulingana na hali halisi ya biashara, basi unaruhusiwa kuyashusha chini. Haya ndio taratibu huko hivyo. Mtazamaji, pengine kwa mfanyabiashara ambaye unajikadiria huko alafu hali umeona mambo yanavyokwenda yanaenda tofauti, lakini pengine kama unajikadiria chini pia hapa kwenye kujikadiria chini afu mambo ya juu, uaminifu watu kuna wanaofanya mfano watu wenye makampuni makubwa ikifika mwisho wa mwaka lazima angalie kwamba je, makadirio niliyoyaweka mwanzoni mwa mwaka yanaendana na biashara, kwa sababu ina consequences zake. Nikiweka makadirio ya chini alafu nitakapoenda kuleta return yangu ya mwisho pamoja na hesabu zangu nikakuta makadirio niliyoyaweka wakati naleta makadirio ya awali yako chini sana, basi utapewa adhabu kwamba ulifanya underestimate. Kwa hiyo makampuni mengi huaga mwezi wa 12 wanapokaribia mwisho anaangalia projection yake, anaona kwamba sasa faida ni kubwa kuliko kile nilichokikadiria, basi anapandisha. Mara nyingi wanapandisha. Wengi wafanya hivyo maana yake kuna kibano. Kuna adhabu hipo itakupata wewe mfanyabiashara ambaye pengine unaona hapa ili eneo bwana nilijikadiria chini afu mambo yako juu bwana, acha niende na hiki chini, lakini unaambiwa kuna consequences zake katika eneo hilo. Na pengine kwa mwezi huu Septemba kuna kodi nyingine ambazo zinapaswa kulipwa hasa kwa wafanyabiashara, na lengo hasa ni kuamsha jamani, mwezi huu hapa umeshafika, mnapaswa kutimiza wajibu wa kisheria tena. Asante. Ndio zipo. Tunajua kwamba tunazo kodi tofauti kama tulivyokuwa tumeona pale awali, na ndani ya mwezi huu wa 9 sio makadirio tu. Tunategemea kwamba kuna wale wafanyabiashara ambao wana wafanyakazi, kuna kodi zinazotokana na mishahara, ndio ambayo ni pay as you earn pamoja na SDL, skills development levy. Hizo zinatakiwa zilipwe ndani ya tarehe 7 ya mwezi, na maana tayari kipindi chake cha kulipa tayari kimeisha. Lakini kuna ambao wao wameopt kwamba ndani ya ule mwezi husika analipa kabla mwezi haujaisha. Kwa sababu utaratibu wa hizi kodi za mishahara ni kwamba nikimaliza mwezi huu wa 9, basi sheria inakuruhusu kuilipa hiyo kodi mwezi unaofuata kabla ya tarehe 7. Lakini ikipita pengine hiyo tarehe 7, ikishapita hiyo tarehe 7, na maana muda wako wa kufaili ile return na kulipa hiyo kodi na kuwa umepita, sasa utaingia kwenye consequences ambazo hazina waga. Mimi na washauri sana wafanya biashara tusiende kwenye adhabu zisizokuwa na tija, kwa sababu utapata riba, utapata adhabu ya kuchelewesha kulipa, ile tayari inaenda kupunguza faida ya biashara yako bila sababu za msingi. Kwa hiyo ni vyema na tunakumbushana mara kwa mara kwamba kwa sababu sheria imeshawekwa, basi lazima tujikite kwenye zile taratibu za kisheria ili tusipate adhabu ambazo hazina msingi na zikaongeza gharama za uendeshaji wa biashara. Kwa sababu unapopata adhabu ya kuchelewesha kulipa kodi au unapopata adhabu ya kutokufaili return kwa wakati, inapunguza faida. Ikipunguza faida,
sio afya. Unaongeza gharama za uendeshaji. Kwa hiyo hizo kodi zinalipwa katika utaratibu huo. Lakini tunajua tuna ritani ya kodi ya ongezeko la thamani ambapo inatakiwa kulipwa kabla tarehe 20 ya kila mwezi. Kwa mfano, kwa tarehe 20 ya mwezi huu wa 9 tunategemea kupokea ritani za vati na malipo ya vati ya mauzo yaliyofanyika mwezi wa 8. Na hapa ni wasisitize sana wafanyabiashara ambao ni wadau wetu wakubwa kwamba kuna mabadiliko ya kisheria yametokea katika mwaka huu wa fedha, kwamba kipindi cha nyuma tulikuwa tunajua kwamba tarehe ya kufaili return ya tarehe 20 ikiangukia kwenye weekend ambapo ni Jumamosi au Jumapili, basi tunaipeleka mbele, inaenda Jumatatu inafuata. Au ikiwa ni public holiday, basi itafuata baada ile public holiday. Lakini sheria imebadilika kwamba inakutaka sasa ile tarehe 20 either iwe ni Jumamosi au Jumapili au ni public holiday, utekeleze takwa lako la kisheria la kufaili return ya VAT na kuhakikisha malipo yamefika. Maana yake ikifika tarehe 21 tayari utakutana na riba ya kutokulipa na adhabu ya kutokufaili ile return. Kwa hiyo ni wasisitize sana wafanya biashara, kwa sababu tayari kuna mabadiliko ya kisheria kwenye upande wa kufaili return za VAT na tarehe imebaki ni ile 20, lakini haiangalii inaangukia wapi. Basi tujikite sana kuhakikisha kwamba tuna faili ndani ya wakati. Na kwa mfano mwezi huu wa 9 naona tarehe 20 inaangukia siku ya Jumamosi kama sikosei. Maana yake ikifika saa 6 usiku tukiamkia Jumapili tayari utakuwa na adhabu kuchelewa kulipa. Kwa hiyo wajitahidi ndani ya tarehe 20 wao wamekamilisha kufaili. Hiyo hakuna kusogeza. Lakini tuna ushuru wa bidhaa. Ushuru wa bidhaa ambao wenyewe tarehe yake ya kufaili ni tarehe 25 na kulipa tarehe 25. Kwa hiyo ni 25 na kulipa tarehe 25 ndio due date yake. Kwa hiyo ni wahimize wafanyabiashara wale ambao wanajua wana wajibu wa kulipa kodi inayotokana na ushuru wa bidhaa au unatokana na stampu zile za vinywaji. Tujue kwamba return tunatakiwa tusipate kabla ya tarehe 25 na malipo yamefanyika kabla ya tarehe 25 ili ku avoid tusipate zile adhabu ambazo hazina tija na zinaongeza gharama ya uendeshaji wa biashara zetu. Ni wewe tu kufuata utaratibu. Na mtazamaji, iko hivyo. Mara hii tunakwenda kupata mapumziko mafupi. Bado unaendelea kusisitiza ya kwamba kama una swali, una maoni, una ushauri, una kitu ambacho pengine ukielewi hasa katika eneo hilo la ulipaji wa kodi, urejeshaji pia wa ritani, basi wewe tuma tu swali lako, maoni yako. Tuko na meneja hapa, alafu yeye moja kwa moja atakupatia majibu kwa kile ambacho wewe kwako unaona kuna kizungumkuti, uelewi hali iko vipi. Lakini pengine kama kuna chochote kile ambacho umewahi kukumbana nacho kocha kikodi na unataka ufafanuzi pia utaupata hapa. Mara hii tunakwenda kupata mapumziko mafupi. Punde tutarejea mtazamaji. Kumbuka kipindi hewani ni Kahawa au Chai, na hii ni sehemu ya pili ya kipindi hiki katika meza ya majadiliano. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba, na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku hapa Tumaini Television. Jua haya yote na mengine mengi, ungana nasi katika kipindi cha Kilimo Sokoni. Pilika za maisha ni nyingi sana. Katika pilika hizi zinaweza kupelekea kukataliwa, kudhulumiwa ama kushindwa. Pengine madeni, vikoba, kausha damu, haya yote yanaweza kusababisha wewe ukakata tamaa ya maisha na pengine kudhulumu nafsi yako. Haya yote yana suluhisho lake.
Tazama kipindi cha Maisha Kliniki kila ifikapo saa 3:30 usiku na marudio yake siku ya Alhamisi saa 3:30 asubuhi. Kutana na wataalamu mbalimbali ambao watakupa suluhisho la changamoto zako. Karibu maishani. Inuka, simama imara tena, endelea na safari. Vipimo kutoka maabara ya maudhui vimekamilika na majibu yake ni haya. Tumbo liko kama puto. Kujua kwamba umeshiba ni jinsi tumbo limetanuka. Kama kuna tatizo yoyote kwenye mimba yake wanagundua mapema ili waweze kurekebisha hiyo kitu. Kwamba mama anapaswa si ampigishe mswaki kwa sababu hana meno, lakini anamsafisha zile fizi. Kuna baadhi ya dawa zinaweza pia zikawa na madhara kwa mtoto aliyeko tumboni, anayenyonya au hata mtoto ambaye yupo katika stage za ukuaji. Afya ni mtaji. Kutana na wataalamu wa afya kutoka sehemu mbalimbali katika kipindi cha Zahanati. Usikose kutazama kipindi hiki Ijumaa saa 2:30 usiku na marudio Jumamosi saa 8:30 alasiri. Ni hapa hapa Tumaini Television. Ipe nafsi yako tumaini. Na mtazamaji, tumerejea tena baada ya mapumziko haya mafupi, lakini kama ndio kwanza unajiunga nasi, unatazama Tumaini Television na kipindi hewani ni Kahawa au Chai, na mara hii ni sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai katika meza ya majadiliano, ambapo siku hii ya leo katika meza hii huru ya majadiliano niko na Bwana Edison Isanya. Yeye ni meneja msaidizi wa huduma kwa mlipa kodi kutoka Mamlaka Mapato nchini Tanzania TRA, mkoa wa Kikodi Kariakoo. Na kile ambacho tunakizungumza kwa siku hii ya leo mtazamaji ni kuhusiana na malipo ya kodi kwa awamu na uwasilishaji wa ritani kwa wakati. Hicho ndicho ambacho tunakizungumza siku hii ya leo, bado nikiendelea kusisitiza kwa mfanyabiashara lakini pia kwa mtazamaji ambaye tunakuwa tukinunua huduma mbalimbali. Kama una swali, una maoni, una ushauri, utatuma kupitia nambari hiyo hapo ambayo unaiona hapo chini ya runinga yako. Na Bwana Edison, pengine tuangalie sasa umuhimu wa utunzaji wa kumbukumbu. Pengine kuna umuhimu gani hasa kwa mfanyabiashara kutunza kumbukumbu? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyokwisha kusema pale awali kwamba kumbukumbu kwenye biashara ni swala la msingi. Ni swala la msingi sana kwa sababu ya kujua uhalisia wa biashara. Na utunzaji huu wa kumbukumbu unaweza ukatumika katika njia mbili. Kuna wale ambao hawana mashine za kielektroniki, ambapo hawajafikia kwenye ile threshold ya kununua mashine. Basi anapashwa awe na daftari, kitabu cha kutunza kumbukumbu za mauzo na manunuzi. Lakini kwa wale ambao wana mfumo wa mashine za kielektroniki, basi atapashwa kufanya manunuzi, anatoa tini yake anapofanya manunuzi, anapopewa ile risiti, yale manunuzi tayari yanakuwa recorded kwenye mifumo. Lakini pale anapouza atoe risiti. Ile itamsaidia kujua uhalisia wa biashara, na hiyo faida yake kubwa ni kwenda kuwekwa kwenye ile tax bracket ambayo inakuhusu moja kwa moja, ile bandi ambayo inakuhusu. Kwa sababu usipotunza kumbukumbu, basi na maana kila kitu tutakuwa tunafanya kwa kubuni. Kadiria tu. Sasa ili kuondoa ile masuala ya kubuni, tunahimiza sana utunzaji wa kumbukumbu ili kupata uhalisia wa biashara halisi. Ili sasa tukuweke kwenye kile kiwango ambacho unapaswa kuwekwa. Ndio hivyo. Wakati ukijibu hapo umesema ya kwamba kuna wale ambao hawajafikia level ya kuwa na hizo mashine, lakini kuna wale wenye mashine. How does it take mtu kuwa na hiyo mashine? Ni nini awe nacho au afikie wapi ili aweze kuwa na hiyo mashine? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa mujibu wa sheria imeweka limitation kwamba mfanyabiashara yeyote mwenye mauzo ghafi kuanzia milioni 11 kwa mwaka kuendelea, sheria inamtaka atumie mashine za kielektroniki. Milioni 11. Lakini ukigawanya kwa siku 360
ni average kama ya mauzo ya shilingi 30,000 na kitu kwa siku. Kwamba mimi biashara yangu nikiwa naona ina mauzo shilingi 30,000, 40,000, automatic basi sheria inakutaka ununue na kutumia mashine za kielektroniki. Lakini kuna wale ambao wako chini ya hapo, sheria haiwalazimishi kutumia mashine za kielektroniki. Yes. Lakini hazuiliwi. Akijisikia kwamba natamani na mimi niwe natumia mashine za kielektroniki hata kama hajafika huko. Hata kama hajafika huko. Kwa ajili ya kutunza kumbukumbu za biashara yake, kurahisishie, unaruhusiwa kutumia. Na kwa sababu ya faida zilizopo tuseme anapokuwa na hiyo mashine ya kielektroniki. Na kuna hili swala ambalo limeibuka kwa siku za hivi karibuni kuhusiana na ulipaji wa kodi hasa kwa hawa ili wanaofanya biashara mtandao. Pengine swala hili likoje? Kwa sababu niliona pia hata katika mitandao mbalimbali ya kijamii libua kidogo kama sintofahamu watu na huku tena hivyo na hivyo. Hiyo sijui pengine hiyo imekaaje. Asante sana ndugu mtangazaji. Tukirudi kwanza kwenye maana ya kodi. Ndio. Tulisema kwamba kodi ni tozo muhimu au ya lazima ambaye anatozwa mtu anayepata nini? Kipato. Na kile kipato kiwe kipato halali. Kipato halali. Turudi sasa tuangalie. Je, kulingana na hali halisi ya mazingira na maendeleo tunayoenda nayo, kumekuwa na platform tofauti za kufanya biashara ili upate kipato. Je, kile kipato unachokifanya kwenye mitandao ni kipato halali? Ndio. Kama ni kipato halali, tukirudi kwenye maana ya kodi, anapaswa kufanyaje? Kutozwa kodi. Ndio maana tukasema ni vema sasa na wenyewe wapate elimu, waijue kwamba kwa sababu anapata kipato, anaingiza kipato kupitia mifumo mbalimbali au platform mbalimbali za kidijitali, labda Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok na nyingine nyingi, kwamba sasa anakipata na yuko ndani ya Tanzania na ni Mtanzania na anapaswa kujisajili, apate namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Akimaliza aingie kwenye wigo wa kulipa kodi kama mfanyabiashara mwingine ambaye analipa kodi. Na maana mimi nikiwa ninapata bidhaa zangu alafu nikaingiza bidhaa zangu kwenye TikTok, WhatsApp au Instagram, haina tofauti na mtu ambaye ameenda pale Kariakoo akafungua duka akawa anauza. Kwa sababu yeye atauza kwa kutumia online, huyu atauza kusubiri wateja waje. Si unaona? Tofauti ni hizo tu kwamba wanatumia platforms za aina tofauti, lakini wote wanatengeneza kipato. Na ni kipato halali. Kwa sababu ni kipato halali na sheria zinasema kabisa mtu yeyote anayetengeneza kipato halali anapaswa kulipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yake. Kwa hiyo ni vema sasa kwamba na wale ambao wako kwenye huo wigo wa kufanya biashara kwenye digital platform sasa waendelee kujitokeza kwa wingi, wajisajili na waingie na wao kwenye wigo wa kulipa kodi kama umuhimu sasa hapo ungeunga umuhimu wa wao kujisajili. Umuhimu wa wao, kwanza kitu cha kwanza atapata namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Lakini baada ya kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi tayari atakuwa ametambulika kisheria. Maana yake akienda kwenye taasisi nyingine kama manispaa atapata leseni, atarasimisha ile biashara yake. Lakini kitendo cha kuirasimisha ile biashara yake sasa ikawa inajulikana kisheria, kwanza inatengeneza uaminifu, inatengeneza trust kwa wale ambao sasa ambao wanawahudumia. Kwamba mimi sasa Edison Isanya nikiingia kwenye Instagram nikakutana na mfanyabiashara ambaye amesajiliwa, najua ana leseni, ana namba ya utambulisho wa mlipa kodi, sitakuwa na wasiwasi. Kwa sababu naamini kuna ambao wameingia kwenye hizo platform wamezitumia ndivyo sivyo na wameweza kuwatapeli watu wengi wamelizwa kwenye hizo platform za online. Sasa kujisajili kule tayari unakuwa tayari wewe unatambulika, lakini vile vile na kufungulia fursa. Unafunguliwa fursa kwa sababu tayari unatambulika kisheria. Hata unafungua fursa za kupata mikopo kutoka kwenye taasisi za kifedha kwa sababu tayari vibali vya kuendesha biashara unavyo. Kwa hiyo ndio maana tunahimiza kwamba tuzirasimishe hizo biashara, wapate vibali, then watambulike. Kwa hiyo na wenyewe watakuwa na fursa mbalimbali zinazotolewa na taasisi mbalimbali. Sasa kwa upande huu, kwa huyu ambaye anafanya biashara mtandaoni, namna yake yeye pengine ulipaji wa kodi ama akijisajili pengine atapaswa kulipa kodi kiasi gani? Ama utaratibu wake yeye uko vipi? Kwa mujibu wa ulipaji wa kodi ndani ya mamlaka ya mapato kuna viwango tofauti kulingana na vipato. Hatulingani kwenye vipato. Kulingana na ukubwa wa biashara, lakini na vile vile na fursa zilizopo kwenye maeneo uliopo. Kwa mfano, kwa mfanya biashara ambaye ana mauzo ghafi ya 0 mpaka milioni 4, kwa mujibu wa sheria za kodi ya mapato,
yule hatalipa chochote, kodi yake itakuwa ni nil kwa mwaka mzima. Kwa hiyo maana atakuja atakadiriwa nil, atapewa tax clearance yake, atapewa kama kuna huduma nyingine anataka ndani ya ofisi, atakuwa tumemalizana naye. Lakini pale mauzo yanapoongezeka kuanzia sasa milioni 4.1 kwenda mpaka milioni 7, atawekwa kwenye kiwango cha shilingi 100,000. Na pale anapozidi milioni 7 mpaka milioni 11 tunamweka kwenye shilingi 2,250. Na pale mauzo yanapozidi milioni 11 kuendelea, sasa tutakata 3.5 ya yale mauzo. Na baada ya pale ile kodi tutaigawa katika vipindi 4. Unaona, kwa kota. Kwa yule ambaye yuko ndani ya kipindi cha accounting period ile tunasema calendar year. Kwa hiyo utaratibu wake hupo hivyo. Kwa hivyo. Haya, maana kana jiulizo pengine katika eneo hilo mambo yatakuwaje huko katika ulipaji wa kodi. Lakini sasa maana najua kikubwa ni elimu kwanza kuwafikia, ambavyo kama hivi hii leo huko hapa Television Tumaini tayari kwa yule ambaye anafanya biashara mtandaoni ameshafahamu kumbe kuna umuhimu wa jambo hili. Pengine namna gani ninyi kama mamlaka ya mapato nchini Tanzania mmejipanga zaidi ili watu waelewe hili, kwa sababu inazungumza hivyo hii leo dunia tayari iko kiganjani na wengi wanaona pengine nifungue frame ni wengi biashara, mtu simu yake tu ameamka asubuhi kaoga kafanyaje amekaa zake sebuleni, biashara hivyo anafanya biashara anafaidika. Zaidi ninyi kama mamlaka ya mapato nchini Tanzania mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba kundi hili ambalo kwa hivi sasa teknolojia inakuwa ndio wengi tu wapo huko katika biashara hiyo mtandao, kuona kwanza umuhimu lakini zaidi sana kulipa kodi? Asante sana ndugu mtangazaji. Sisi kama mamlaka ya mapato, kitu cha kwanza ni tuwatambue. Kuwatambua ambapo ndizo zoezi linaloendelea. Lakini kwenye kutambua kule kuna mambo mengine ambayo yanatakiwa yaendane sambamba na kuwatambua. Kwa mfano, swala la kuwapa elimu. Na kama unavyoona sasa hivi mamlaka ya mapato tumejikita sana kwenye utoaji wa elimu. Na elimu tumeipeleka sasa hivi tunaenda mpaka kwenye level za shule. Shule mpaka na makanisani. Sasa hivi tunaenda ili kila Mtanzania apate elimu ya umuhimu wa ulipaji wa kodi. Naamini kwamba elimu itakapofika kwenye kiwango kile ambacho tunategemea, hata ukusanyaji wa kodi na wenyewe utakuwa ni mwepesi. Kwa hiyo tumejikita sana kwenye kutoa elimu, engagement. Engagement sasa hivi ndio swala la msingi ndani ya mamlaka ya mapato. Ushirikishaji. Lazima tukae pande zote mbili. Pale ambapo kuna changamoto tuangalie namna kutatua ile changamoto kwa pamoja. Ili kuhakikisha kwamba analipa kile ambacho anapaswa kukulipa. Kwa hiyo tumeondokana na ile swala zamani kwa tunasema TRA akija na wenyewe wanakimbia. Tumetoka huko. Sasa hivi wafanya biashara ni maadui. Sasa hivi wafanya biashara ni marafiki zetu wa karibu. Tunakaa meza moja, tunakunywa chai pamoja, alafu tunajadili mambo yetu kwa ustawi. Wewe upo tena mkoa wa Kikodi Kariakoo. Pengine huko hali iko vipi? Maana zamani nakumbuka ilikuwa kuna wakati unaweza kwenda Kariakoo kufanya manunuzi, unafika unaweza kukuta mtaa mzima frames zimefungwa. Ukiulizwa nini? TRA. Yaani hata wewe mwenyewe ambao umekwenda kutafuta bidhaa unajua sasa itakuwaje? Watu watafungua saa ngapi? Sasa hivi pengine hali ikoje huko Kariakoo? Siku hizi Kariakoo tunakunywa chai pamoja. Tunakunywa chai pamoja na tunajadiliana mambo yetu pamoja. Kwa sababu tunajenga nyumba moja. Kwa hiyo Kariakoo iko salama na imetulia. Haujasikia kelele yote. Wewe kama unataka kuja kufanya shopping Kariakoo, njoo, maduka yako wazi. Hatuna mgogoro wote na wafanya biashara. Swala msingi tunachokifanya ni kila siku tuko pamoja, pale ambapo kuna changamoto tunaitatua pamoja na jumuiya zao. Tunafanya kazi pamoja na jumuiya zao. Kuhakikisha kwamba zile changamoto zilizokuwa zinaleta migongano tunaziondoa. Ili wafanye biashara kwa amani, kwa utulivu, kwa ustawi wa nchi yetu. Kwa hiyo Kariakoo kuko salama na tumetulia. Tunajenga nyumba moja. Tunajenga nyumba moja. Haya, na nasikia hivi sasa pengine kuna hili dawati. Mna hili dawati maalum la uwezeshaji wa biashara ndogo ndogo. Na hili pengine linahusu nini hasa hili dawati? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza tunaishukuru serikali pamoja na kamishna mkuu kwa kuja na wazo hili la kuanzisha dawati maalum. Kusudi la kuanzishwa kwa dawati maalum tunaita Trade Facilitation Desk kwenye ofisi zetu za mamlaka ya mapato. Kwanza tuna theme 3 tumeziweka kwenye ile desk. La kwanza tuwatambue wafanyabiashara. Theme ya pili ni kuwasikiliza. Tuwasikilize changamoto zao.
Alafu ya tatu kuwezesha mtu anaweza kufuata, tunawezesha kwenye swala la fedha. Mamlaka ya mapato hatuna hela za kuwapa, ila tunawezesha kwenye nyanja tofauti. Nyanja mojawapo kwanza ni elimu. Wapate elimu ya msingi ya umuhimu wa ulipaji wa kodi. Lakini vile vile kuwa kama daraja la kuwaunganisha na taasisi nyingine. Kwa mfano, mfanyabiashara akija kwangu ana changamoto ya ofisi ya mkurugenzi, basi mimi niwe daraja la kumuunganisha na ofisi ya mkurugenzi ili kuhakikisha kwamba kila anachokihitaji kwa mkurugenzi anakipata kiurahisi ili biashara ziweze kunawiri. Lakini vile vile tumepanga kwamba tutakaa hata na hizi taasisi za kifedha kuangalia namna gani tunaweza tukawa tunawaconnect wale ambao wana changamoto za kupata mikopo na nini, kuangalia jinsi ya kufanya kazi pamoja na mabenki ili kuhakikisha kwamba na wenyewe wale ambao hawana namna ya kupata na mikopo, basi tuangalie jinsi gani tunawawezesha na wenyewe wapate mikopo ili kukuza biashara zao. Kwa hiyo lengo kubwa la kuanzisha kwa dawati hili ni hilo, lakini vile vile tumelenga kuwafuata hadi wafanyabiashara wadogo. Kuna hawa small and micro enterprises ambapo siku za nyuma hata hizi semina zetu tulikuwa tukiita, tunaona wanaokuja ni wale ambao tayari wako kwenye wigo, wameshajipata. Sasa wale ambao hawajajipata tunawapataje? Inabidi sasa sisi tuanzishe ile dawati, alafu tuende kule walipo, tukakae nao huko, tujue changamoto zao, tuzitatue tukiwa huko kwenye field. Kwa hiyo tunaamini tukifanya hivyo, hata wale ambao walikuwa hawajarasimishwa rasmi, basi kutakuwa na opportunity ya kuwarasimisha kuingia kwenye mifumo, na wakiingia kwenye mifumo sasa wataanza kubenefit zile incentives zilizopo kwenye mifumo. Kuna incentive tofauti, yani kuna fursa tofauti ambazo zipo kwenye mifumo ya biashara ambao hawa walioko chini wanashindwa kuipata kwa sababu labda hawajarasimisha biashara zao. Kwa hiyo tukiingia tukachipu in kama mamlaka ya mapato, tukawawezesha, tukarasimisha zile biashara, na zile fursa wanaweza wakaingia kwenye zile fursa kirahisi. Kwa mfano kupitia serikali kuna mikopo wanaita mikopo ya mama kupitia halmashauri zetu. Na yenyewe sasa tukiwawezesha hawa wakarasimisha biashara zao, tukawapenetrate kwa wakurugenzi wa manispaa na halmashauri, tunaamini kwamba watapata vile mikopo kirahisi ambao wanasema mikopo ya mama. Basi wakaingia kwenye biashara na wenyewe waka move forward kama wafanyabiashara mwingine kwa ustawi wa nchi yetu. Ndio maana mamlaka ya mapato tumeanzisha hili dawati, na hili dawati liko nchi nzima. Kila mahali kwenye ofisi ya mamlaka ya mapato hilo dawati lipo. Kwa mfano mimi Kariakoo tuna matatu kwa sababu tuna ofisi 3. Kwa hiyo kila ofisi tayari kuna dawati na wapo watumishi kwa ajili ya kulihudumia hilo dawati. Ambao ni mtaa gani? Tunao ofisi ya mkoa ambayo iko pale Summit karibu na jengo la ushirika pale Lumumba. Lakini tuna Gerezani, jengo la 14 Rays, lakini Shauri Moyo hapa jengo la Marian Tower kwa mkoa wa kikodi Kariakoo. Lakini na mikoa mingine ipo sababu tuna center tofauti madawati hapo, na yanafanya kazi kwa ajili ya kurahisisha utendaji na upatikanaji wa huduma ndani ya mamlaka ya mapato. Lengo ni kuboresha huduma zetu. Haya, hizo ni faida za madawati yapo. Hayo madawati tayari tunaambiwa ni wewe tu mfanyabiashara, na wewe pia pengine ambaye unatarajia kuwa mfanyabiashara, tembelea tu huko uone zile fursa ambazo zinaweza kupatikana huko. Na wakati huo hapa naomba nipitie message 2-3 kwa wale ambao wanataka kufahamu pengine ufafanuzi. Anasema anaitwa Kelvin Joel, asana napata moja kwa moja kutokea Kasulu, Kigoma. Tunakushukuru Kelvin. Yeye huyu ametuambia tuko pamoja. Tunashukuru kwa sababu tuko pamoja. Inapendeza unajua kwamba tunazungumza lakini kuna watu ambao wanatufuatilia. Anasema naitwa Anastasia Martin Haule. Anasema nawapata kutokea Ruvuma. Anasema mimi swali langu hapo katika eneo la ukadiriaji. Mimi ni mfanyabiashara mdogo na duka pamoja na saluni. Anasema namna gani naweza kujikadiria katika mapato yangu ili nami pia niweze kuwa mlipa kodi. Kwa hiyo inaonekana yeye bado hajaanza kulipa kodi, lakini tayari anakuambia yeye ana duka kadhalika na saluni, lakini namna gani ataweza kujikadiria katika eneo hilo. Haya, nafikiri tuchukue maswali 2-3 alafu tuko moja kwa moja utaanza kuyajibu. Haya, huyu hapa anasema naitwa Laura Simon
Kinjikile, bila shaka iko hivyo, naamini sijakosea jina lako. Anasema nawapata vizuri hapo studioni. Anasema mimi swali langu, hivi inakuwaje unaweza kukuta unapita mtaani, baadhi ya wafanyabiashara wanakuwa wanatoa huduma alafu hawana mashine ya kielektroniki? Ni sahihi kwangu nikienda hata dukani tu, duka la kawaida la bidhaa mbalimbali za nyumbani, mimi kudai risiti pale ninapofanya manunuzi? Haya, anauliza hivyo. Haya, wakati huyu hapa anasema anaitwa Pasco Mpanji kutokea Dodoma. Anasema nawapata hapo studioni, hongereni kwa kipindi kizuri, lakini hongereni pia kwa elimu hiyo ya mlipa kodi. Anasema kiukweli mimi sina swali ila tuna maoni. Ni kweli watu huwa tunawaona mameneja wa TRA kama, anasema kama maadui zetu. Kumbe hao jamani ni marafiki, tuwafanye marafiki, kwani wote tunajenga nyumba moja, tulipe kodi kwa mustakabali wa taifa letu. Asante kwa kulifahamu hilo. Wakati huyu hapa anasema anaitwa Paskazia Mhina. Anasema tuko pamoja na wapata kutokea Tanga Handeni. Anasema mimi swali langu ni kwa nini unaweza kukuta baadhi ya wafanya biashara wanakuwa sio waaminifu kwa kutoa risiti. Ukienda kununua bidhaa anakuuliza, anakwambia unataka mashine ya kielektroniki au nikuandikie, hii imekaaje? Na pia kwa kuongezea hapo huwa kuna wengine wanakutajia bei hii, anakwambia nikikupa kwa bei hii bila mashine, na kwa bei hii mashine nitakupa risiti ya mashine, hii imekaaje? Nafikiri kwa maswali hayo tu matatu, lakini kama kuna wengine basi muda kuturuhusu tutaendelea kupitia. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza niwashukuru sana wadau mbalimbali ambao wanatufuatilia katika maeneo tofauti ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Nianze na Anastasia kutoka Ruvuma. Anasema yeye anataka kujikadiria na ana duka saluni. Ni mshauri dada yangu Anastasia kwamba ukadiriaji ni kama nilivyosema pale, ukadiriaji unatokana na mauzo ya biashara. Sasa yeye kama ana biashara mbili, tunachukua yale mauzo za biashara zote mbili tunayajumlisha, tuangalia atakuwa na mauzo kiasi gani. Tukishajua na mauzo kiasi gani, basi ataenda kuwekwa kwenye kile kiwango ambacho anapashwa kuwekwa. Kwa hiyo ni mshauri, anaweza akatembelea ofisi zetu zilizo karibu na yeye katika mkoa wake wa Ruvuma, akaonana na viongozi pale, alafu akampa namna gani nzuri ya kuweka, akapata makadirio na akaweza kuchangia pato la taifa kama vile anavyotarajia. Kwa hiyo ni mshauri dada yangu anaitwa Anastasia Haure kutoka Ruvuma, kwamba ni kuchukua mauzo tu ya biashara zake zote tunayajumlisha pamoja, alafu tunaangalia sasa yanaangukia katika bracket ipi katika zile nilizozisema pale awali. Baada ya pale basi tutamweka kwenye eneo husika, lakini kama anaweza akajisajili na kununua mashine ya EFD kwenye biashara zake, na itakuwa ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo ni mshauri aende akaonane na manager. Atapata huduma nzuri sana kwa manager wetu pale Ruvuma. Swala la pili ni kuhusu kwa baadhi ya biashara kutokutoa risiti. Akasema baadhi especially biashara vidogo. Pale awali nilisema kwamba mfanya biashara yeyote mwenye mauzo kuanzia 30 na kuendelea, kwa mujibu wa sheria anapaswa kununua na kutumia mashine ya EFD. Kwa mantiki hiyo, huyu ndugu yetu anasema, je, ni sahihi kudai risiti anapofanya manunuzi? Kwanza kudai risiti ni swala lake, ni tako la kisheria. Asipodai risiti ni kosa na ina adhabu yake. Kwa hiyo ni vyema anapofanya manunuzi adai risiti. Na kama huyo muhusika aliyempa hiyo huduma hajatoa risiti, ni vyema basi akairipoti kwenye ofisi ya mamlaka iliyo karibu, ili basi huyu mtu ambaye atoi risiti apewe elimu na taratibu jinsi ambavyo anatakiwa kuendesha biashara zake, kwamba anapaswa kutoa risiti kwa kila mauzo anayoyafanya. Tuna swali la ndugu yetu kutoka Handeni Tanga. Anasema baadhi ya wafanyabiashara kutokuwa waaminifu kwenye utoaji wa risiti. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ipo. Na hapa tunahimiza sana kwamba wewe mnunuzi unapoenda kufanya manunuzi, hakikisha unapewa risiti halali ya manunuzi uliofanya.
kwa sababu ile risiti ndio udhibitisho kwamba nimenunua kitu kwa mtu fulani. Nimenunua simu hapa. Simu nikapewa risiti. Ile risiti lazima iwe halali. Halali ni nini? Iwe na jina lako, aina ya bidhaa ulionunua tuione pale, na kiwango cha thamani ya kitu ulichokilipia. Tumekuwa na migogoro mingi sana tunaipata, hata hapa Kariakoo kuna hizo tabia. Watu wamekuwa waaminifu, siku hizi wanakuja, "Ngoja manager, nimeenda mahali fulani, nimedai risiti, nimepewa, nimenunua simu hii hapa shilingi milioni 1, nimepewa risiti ya shilingi 100,000." Na sisi tunachukua hatua. Tunamfuata yule mhusika, tunampa elimu. Na sio lazima tukakimbilia kwenye masuala ya adhabu. Unaweza kumpa elimu, kumpa next time ikijirudia tutakupa adhabu. Kwa sababu swala la msingi sasa hivi tunajikita ni kuwawezesha wafanyabiashara wahakikishe kwamba wanaenda sawa. Kwa hiyo pale inapotokea raia wa Tanzania umefanya manunuzi na hujapewa risiti, basi milango ya ofisi zipo wazi. Na ukiingia kwenye website zetu za mamlaka ya mapato kuna namba za mameneja wa mikoa zote. Ingia kule, chukua namba, piga kwa meneja wa mkoa husika, atakupa support kwenye eneo hilo. Haya, nafikiri tumehitimisha hapo, lakini pia na muda umekuwa si rafiki kwetu. Pengine muda huu hapa meneja, kuna kitu gani ambacho tunaondoka nacho sasa kwa mtazamaji wetu ambaye alikuwa akitufuatilia kuanzia mwanzoni mwa kipindi hiki hadi wakati huu ambapo tunaelekea ukingoni? Wito wako hasa ni upi? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nina wito wa mambo yafuatayo. Kwanza, tunajua kwamba sheria zetu zilibadilika siku za nyuma na zikataka kila Mtanzania anayefikisha umri wa miaka 18 apate namba ya mtambulisho ya mlipa kodi. Uwe unafanya biashara au haufanyi biashara. Ndio TIN namba. Na hiyo TIN tunatoa bure. Na kwa sababu naamini vijana wengi ambao wako kwenye age ya miaka 18, 20 ndio tunaita Gen Z. Kwenye masuala ya mitandao wako vizuri. Wako vizuri sana. Wakiingia kwenye website ya TRA www.tra.go.tz kuna sehemu pale ya usajili, utakuta kuna sehemu ya e-service au kika Kiswahili utaona pale kuna eneo la kupata huduma kwa wafanyabiashara. Utaingia, do it online, utajisajili. Ukishajisajili utapata TIN yako. Kwa hiyo nitoe rai kwa wale ambao tayari tumeshapata attain umri wa miaka 18, tumeshafikisha umri wa miaka 18 na hujapata namba ya utambulisho wa mlipa kodi, basi ni haki yako ya sheria. Hiyo haijalishi una kazi ama hauna kazi, haijalishi una kazi, ili mradi unamefikisha umri wa miaka 18 unaruhusiwa kupata TIN yako. Hiyo itakusaidia baadaye. Unaweza kuna siku unahitaji kupata leseni ya kuendesha chombo cha moto, ukaambiwa ukaondoka tu nyumbani, auende tena kusajili, unaenda kufanya application ya kupata leseni yako. Au nimepata, Mungu amenikunia nazi, nataka ninunue pikipiki changu kinisaidie kurahisisha mashughuli zangu au chombo cha usafiri chochote, basi huna sababu ya na sababu tayari nilishafanya usajili. Unachukua TIN yako, ambaye nisajilie chombo changu cha moto. Kwa hiyo nitoe rai kwa wale ambao tumeshafikisha umri wa miaka 18, basi tujitokeze kwa wingi ndani ya ofisi zetu. Kama utashindwa kuelewa zile procedure za kujisajili, upate namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Lakini kwa wale wafanyabiashara ambao tunajua kwamba tarehe 30 mwezi huu ni mwisho wa kulipa ile kodi ya awamu, basi nitoe rai kwa wafanyabiashara kabla ya tarehe 30 tumetimiza takwa la kisheria la kulipa ile kodi ya awamu ya 3. Lakini wale ambao wanapaswa kuwasilisha ritani, basi tuwasilishe ritani kwa wakati. Na mwisho kabisa, kwa wale wafanyabiashara tuwe waaminifu tunapofanya mauzo, basi tutoe risiti halali. Na sisi wanunuzi tuwe waaminifu, unapofanya manunuzi tudai risiti. Yote haya ni kwa ajili ya ustawi wa nchi yetu na maendeleo ya nchi yetu. Tuongeze kasi. Tunaona sasa hivi ninaenda Dodoma kwa masaa 4 ni kwa sababu ya kodi. Kwa kutumia SGR very comfortable kama niko kwenye ndege. Kwa hiyo tulipe kodi ili serikali iendelee kutupa huduma nzuri. Asante sana. Asante. Na mtazamaji, ndivyo ambavyo tunahitimisha sehemu hii ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai katika meza majadiliano. Pamoja nami nikukumbushe ya kwamba nimekuwa hapa pamoja na Edson Isanya, meneja msaidizi wa huduma za mlipa kodi kutoka Mamlaka ya Mapato nchini Tanzania, mkoa wa Kikodi Kariakoo, na tukizungumza kuhusiana na swala zima la ulipaji wa kodi, lakini pia na swala zima la urejeshaji wa ritani.
kwa wakati, hasa kwa mwezi huu wa Septemba tunaambiwa tufanye hivyo. Hima kama hujafanya hivyo basi hakikisha unafanya hivyo. Mimi ni Anet Nyoni, asante sana mtazamaji, lakini pia nikushukuru Bwana kwa muda wako. Asante sana kwa elimu hii ambayo umetuletea hapa. Asante sana. Na nikutakie majukumu mema. Nashukuru sana nyinyi pia. Asante mtazamaji, nikutakia asubuhi njema, amani iwe kwako.